Karibu mtazamaji wa BMTV Tanzania. Leo tuna exclusive nyingine ya maana kweli kweli, na niko na Ali Mayai Tembele na tutazungumza masuala kadhaa kuhusiana na masuala ya kimichezo, lakini tukigusia jambo la msingi sana kwa maana ya ligi kuu Tanzania, Vodacom Premier League, lakini pia tukigusa kwa sehemu eneo la timu yetu ya taifa. Tunajua kwamba Taifa Stars tayari iliwaondoa Burundi hapa, lakini pia timu yetu ambayo ina compete kwa ajili ya mashindano ya CHAN inakwenda kucheza mchezo na Sudan hivi punde tu, siku kadhaa zijazo. Mimi ni brother Geoffrey Fabian Mwamnyanyi. Ali Mayai, karibu sana. Asante sana bwana. Habari ya majukumu? Tunashukuru Mungu. Ndio. Tushakaribia tayari BMTV, tuko pamoja. Asante. Yeah. Ali, tuanze moja kwa moja mazungumzo yetu. Pengine kwanza tupate mtazamo wako. Ligi kuu Tanzania bara imekwisha anza na tumeona mechi zile za awali zikichezwa, baadhi ya timu zikipata matokeo, baadhi ya timu zikiangukia pua. Unaona ni ligi ya namna gani ambayo imeanza? Ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara msimu huu inaweza kuwa tofauti na msimu uliopita, kwa sababu utakumbuka msimu uliopita mpaka zinabakia mechi 5 ligi kumalizika, almost karibu timu 16 zilikuwa zinapambana kukwepa kuteremka daraja. Sasa hicho si kiashiria kizuri, kwa sababu siku zote kiashiria kizuri cha ligi ni pale ambapo kunapokuwa na at least 40% ya timu zinapambania nafasi ya ubingwa, alafu 40% zinakuwa timu za katikati, alafu 20% ndio zinakuwa zinapambana kukwepa kuteremka daraja. Lakini katika msimu uliopita hali ilikuwa vice versa. Almost karibu zilikuwa ni Yanga, Simba na Azam ndio na timu 3 tu ndio zilizokuwa zinagombania nafasi ya ubingwa, lakini hata Azam kuanzia raundi ya pili ilikuwa kama vile tayari hawakuwa na nafasi tena ya kuweza kugombania nafasi ya ubingwa. Kwa hiyo katika msimu huu inaonekana hali ni tofauti kutokana na maandalizi ya timu ambazo zilifanya, kwa sababu ukiachilia mbali Yanga, Simba na Azam, lakini kuna timu ambazo msimu huu zinaonekana zimeweza kujipanga kwa ajili ya kugombania nafasi ya ubingwa. Timu kama Police Tanzania, timu kama Namungo, timu kama KMC, hata Kagera Sugar ni miongoni mwa timu ambazo tunaziona inawezekana kabisa kutokana na malengo ambayo wameyaweka na usajili ambao waliofanya na hata maandalizi ambao waliofanya ni maandalizi kwa ajili ya kutoa ubingwa. Lakini kingine ambacho kimevutia na zile nafasi za kimataifa, kwa sababu nafasi za kimataifa zilikuwa ni 2, moja ya klabu bingwa kwenye ligi na nyingine ya Confederations, lakini sasa hivi kuongezea kwa nafasi kuwa nafasi 4, ambapo tumeona KMC walishiriki kombe la shirikisho, Azam wakapata nafasi pia. Kwa hiyo moja kati ya vitu ambavyo pia vimehamasisha timu hata kama itapata nafasi ya ubingwa, lakini ikishika nafasi ya 2 au nafasi ya 3 hata nafasi ya 4, possibility ya kupata nafasi ya kushiriki michuano ya kimataifa ipo. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo vimeongeza ushindani. Lakini kingine kikubwa ni kurejea kwa mdhamini, kwa sababu kumbuka msimu uliopita ligi ilichezwa bila kuwepo na mdhamini, lakini msimu huu tumeona Vodacom Tanzania bara amerejea. Kwa hiyo na hiyo yenyewe ni moja kati ya kitu ambacho kimeongeza sana ushindani, kwa sababu tunazungumzia bilioni 9 kwa miaka 3, maana yake ni kwamba bilioni 3 kila mwaka, kitu ambacho kina mchango mkubwa. Hata kama haitoshi, lakini siku zote something is better than nothing. Kulikuwa ni kosa kabisa, hiyo bilioni 3 itasaidia sana katika maeneo ya msingi, kwa mfano katika maeneo ya administration, katika maeneo ya uamuzi, kwa sababu pia waamuzi ni miongoni mwa wadau muhimu wa maendeleo ambao pia waliathirika na kutokuwepo kwa wadhamini. Lakini kurejea kwao maana yake ni kwamba hata ule utaratibu wao wa kufanya assessment na vitu vingine almost vitakuwa vimekuwa covered kutokana na hiyo ufadhili wa Vodacom. Ali, umezungumza kwa habari ya kwamba tunaona ongezeko la timu ambazo zinakwenda compete, zinakwenda kushindana kwa ajili ya kupata ubingwa, lakini umetazama pia vikosi kwa maana ya mechi za awali tu ambavyo zimecheza. Pengine usajili ambao vikosi hivi vimeufanya unakupa hiyo picha halisi kwamba watakuwa na nguvu ya kukompiti mpaka mwisho wa safari, kwa sababu kuna baadhi ya timu tumekuwa tukiziona zinaanza vizuri, lakini mwendo wa ligi unapochanganya unapotea. Ni kweli kuna usajili, kwa mfano katika misimu kadhaa iliyopita kuna usajili ambao ulikuwa unajumuisha vijana ambao ni inexperienced players. Kwa mfano msimu uliopita tuliona timu kama Alliance akina Balama Mapinduzi hawa, ilikuwa ni kikosi ambacho kilikuwa kinacheza mpira wa kuvutia, lakini ulikuwa ni mpira wa kitoto. Lakini baada ya dirisha dogo kuongeza baadhi ya wachezaji ambao walikuwa na uzoefu, tayari ile chemistry ikawa inaweza kufanya kazi, na Alliance ilikuwa ni moja kati ya timu ambayo iliperform vizuri katika raundi ya pili. Kwa hiyo katika msimu huu usajili kwa mfano uliofanywa Kagera Sugar,
ni wachezaji ambao almost wengi wamewasajili wakiwa katika peak level. Usajili waliofanya KMC wamewasajili wachezaji ambao wapo kwenye peak. Usajili waliofanya Namungo ni usajili ambao wachezaji wako kwenye peak, lakini pia sio tu masuala ya usajili, lakini pia hata management. Kwa sababu pamoja na vitu vingine unaweza kusajili, lakini kama namna ya kumanage wachezaji sio nzuri, it's obvious hauwezi kuperform. Lakini tunapozungumzia hizo timu kwa mfano kama KMC walishaonesha kuanzia mwanzo kwamba wao wapo kwa ajili ya, yani vision yao ni kufika mbali, vision yao ni kuwa timu kubwa, vision yao ni kupambana na Simba na Yanga pamoja na Azam. Kwa hiyo walishajiweka hapo kutokana na ndio sababu msimu wa kwanza tu wanaingia, wanapata udhamini, wanapata ufadhili, administration, uongozi wao ambao waliowachukua ni viongozi ambao wanaonyesha kabisa weledi, kitu ambacho kilianzishwa wakati ule na Mbeya City, lakini baadaye kaja kupotea. Lakini KMC tumeona wamekuwa wakiendelea na hata msimu huu wameonekana wako vile vile kama ambavyo walikuwa wameanza. Tumezungumza tayari kwa habari ya wachezaji na namna ambavyo umefikiri nguvu ya timu hizi inaweza kwenda nao. Lakini ligi yetu imekuwa inabeba vitu vingi sana, na baadhi ya maeneo misimu iliyopita imekuwa nalalamikiwa sana, eneo la uamuzi, lakini pia hata maeneo ambayo ndio nafikiri moja kati ya kanuni ya msingi sana, eneo la kuchezea. Unaona nini kwa ligi safari? Of course ni kweli katika maeneo ambayo yamekuwa yakipigiwa kelele na yamethibitika kuwa na mapungufu mengi ni eneo la uamuzi. Hata katika michuano ya AFCON tulipoenda kushiriki kule Misri, sisi wa Tanzania hatakuwa na mwakilishi hata mmoja katika eneo la uamuzi. Hicho chenyewe ilikuwa ni kiashiria ambacho kinaonyesha kwamba katika eneo hilo bado tuna mapungufu. Lakini program za waamuzi, kwa sababu siku zote waamuzi huwa wanaongozwa na waamuzi wa staff retired, zile program za waamuzi ambazo zilikuwa zimeandaliwa na chama cha waamuzi zilikuwa zinahitaji kupata sponsor. Sasa sijui allocation ya hizi fund ambazo shirikisho limepata, kwa sababu moja kati ya program ambazo zinatakiwa kufanyika ni wale wanaita referee match assessor. Siku zote ili kuimprove efficiency ya muamuzi, huwa waamuzi wanakuwa wanafanywa analysis, wanafanywa assessment na waamuzi ambao ni retired. Then baada ya mechi kuchezesha, ile ripoti ndio huwa ripoti zinazotumika aidha kumpandisha au kumteremsha. Na kama hicho haifanyiki, maana yake ni kwamba hauwezi kumwassess mchezaji kama kaperform apande au hajaperform ateremshwe. Sasa hiyo pia ni moja kati ya maeneo ambayo yanatakiwa kufanywa kazi, na hata chama cha waamuzi kilizungumza. Kwa hiyo naamini katika msimu huu, kwa sababu ya bajeti ambayo iliongezeka kwenye udhamini, naamini katika eneo hilo tutakuwa umeliweka ili waamuzi wao wanafanywa assessment, kwa sababu ni kupitia assessment ndio unaweza ukajua kwamba huyu kaperform au hajaperform, na yule ambaye hajaperform anaambiwa ajirekebishe hapa na hapa. Lakini kama haifanyiki assessment, mara nyingi sana eneo hilo huwa inakuwa ni shida sana. Kwa hiyo katika eneo hilo nafikiri TFF kupitia bodi ya ligi na kupitia chama cha waamuzi tunaamini watakuwa wameweka budget kwa ajili hiyo ili kuimprove efficiency ya waamuzi. Tunavyoona kwa mfano Uingereza walivyoanza kwa mara ya kwanza wanaanza kutumia kabla ya VAR, walikuwa walitumia ile sheria retrospective action, yale maamuzi ambayo walifanya na maamuzi, alafu baadaye wanakaa kwenye video wanamuita yule muamuzi kwamba tuangalie ile tukio. Wakati unacheza uwanjani haukuwa na nafasi ya kulirejea. Sasa hebu turejee. Kwa hiyo wanaangalia pamoja na yule muamuzi. Okay, hapo utoa kadi ya njano. Je, baada ya kuona kwenye televisheni unaweza tena kutoa kadi ya njano? Ile muamuzi asema hapana, hapa nilikosea bana, nilitakiwa nitoe kadi nyekundu. Kwa hiyo pale ndio walipoanza hivyo wenzetu, lakini baada ya kuwa wanafanya assessment. Lakini walikuwa wanafanya assessment kwa kumhusisha yule muamuzi mwenyewe. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo wenzetu wameshavifanya, na sisi tunatakiwa kupita njia hiyo hiyo ili tufike kule ambako wenzetu wamefika. Unadhani hali tunayo hiyo nafasi ya kupata mijadala ya namna hiyo, na pengine kutengeneza hata hizo cabinet za kuwafanya waamuzi waweze kufanya marejeo ya maamuzi ambayo wameyafanya? Hiyo platform ipo, kwa sababu kuna baadhi ya maamuzi yanafanyika kupitia mapitio ya televisheni, kwa sababu bahati nzuri pia katika msimu huu idadi ya mechi ambazo zitarekodiwa na kuonyeshwa, sio lazima kuonyeshwa, lakini hata kurekodiwa zimeongezeka, yani tofauti na msimu uliopita. Kwa hiyo hata ile record yenyewe kwamba kupitia kwa matukio mengi tu yamekuwa yakifanywa maamuzi kupitia na mapitio ya televisheni ni kitu cha kawaida, kwa sababu na kamati zipo. Kuna kamati ya masaa 72 ambayo huwa inafanya maamuzi, lakini pia kuna kamati ya waamuzi ambazo huwa zinapitia mapitio ya televisheni kwenda kuamua, kwa sababu katika dunia sasa almost kila kitu kipo mkononi. Kwa hiyo kinachofanyika Japani, kinachofanyika Marekani, kinachofanyika Uingereza, hakuna mtu ambaye akijui. Ni swala tu la kuwa na teknolojia na kuitumia. Kwa hiyo ni swala tu la kuamua. Na hata kwenye kanuni zetu pia zipo, kwa sababu kwenye kanuni pia ambazo ndio kanuni ya FIFA, kanuni ya CAF, lakini pia na kanuni ya ligi yetu inaruhusu matumizi ya, yani kwenda kujiridhisha kile ambacho kilichoamuliwa, kujiridhisha kwa ajili ya kufanya, sio kupindua matokeo, hapana, kupitia baadhi ya matukio, kwa mfano red card au hata performance ya muamuzi. Ni vitu ambavyo vimekuwa vikifanyika kwa sababu kamati zipo.
Tumekuwa tunaona matukio haya yakijirejea misimu na misimu na misimu. Unadhani changamoto kwa iko kwenye elimu juu ya uamuzi, iko kwenye hali ya ubinafsi ya muamuzi, yani nikizungumza ubinafsi na maana ya uwezo mmoja wa waamuzi, au tu ni mazingira yanayozunguka mpira wetu yanafanya waamuzi wapate nguvu fulani ya kukosea? Sometimes mazingira pia yanayozunguka mpira ndio sababu, kwa sababu hata ukiangalia namna ambavyo waamuzi wanapanda bado pia umekuwa na changamoto. Zamani ilikuwa kwa mfano kina Taji Bakari, kina Hafidh Ali, kina Musa Liaunga, atakuwa akikupa historia yake atakwambia alianza kucheza daraja la 3 miaka 5. Baada ya hapo akapanda daraja la 2 miaka 2. Baada ya hapo akapanda daraja la kwanza. Kwa hiyo mpaka anafikia daraja la kwanza wakati ule daraja la kwanza ligi kuu. Ameshachezesha huko chini zaidi ya miaka 6, miaka 7, lakini kwa sasa hivi unaweza kama mwamuzi anaanza, lakini baada ya muda mfupi tu, mwaka mmoja, miaka 2, unashangaa anacheza mechi ya ligi kuu, tena mechi kubwa pengine ya Simba, ya Yanga au ya Azam. Kwa hiyo pia ni miongoni mwa mapungufu ambayo yanatakiwa kuangaliwa, namna ambavyo waamuzi wanatengenezwa hadi kufika juu. Lakini kingine nicho ambacho nimekizungumza, swala pia la elimu, kwa sababu nakumbuka hata kipindi sisi tunacheza kulikuwa kuna session za waamuzi kuja kutufundisha masuala ya kiuamuzi. Unajua katika kucheza mpira wewe unaweza kuwa unajua mpira, lakini kujua sheria sio kazi rahisi. Nakumbuka sisi kipindi tunacheza kuna wakati ilikuwa hatujui kwamba je, mpira mtu yaani mpira wa kurusha, ukitoka na mpira wa kurusha alafu kaurusha golini kwako, goalkeeper bahati mbaya akaukosa ile mpira ukaingia golini, itakuwa ni goli sio goli? Sasa hivyo ni vitu ambavyo unatakiwa mtu upashapata elimu. Ukiuliza wachezaji wengi sasa hivi hawajui. Sasa sessions za waamuzi kwenda kutafsiri sheria mara nyingi sana kwenye vilabu huwa zifanyika, lakini viko baadhi ya vilabu nimeshaviona, miongoni mwao ni klabu cha Azam, nimeona several times wakienda waamuzi kwenda kutafsiri sheria kwa hiyo mchezaji anajua kabisa. Lakini ni session muhimu sana kwa wachezaji kuweza kujua, pamoja na jamii kujua, kwa sababu pamoja na mambo mengine yale malalamiko ambayo huwa yanatokea kwa jamii sometimes ni kwa sababu tu ya watu kutokujua sheria, kwa sababu waamuzi ndio kazi ngumu kuliko kazi zote. Sisi ambao tunakaa pembeni tuna muda wa kureview, lakini kumbuka mwamuzi huyu ana sekunde 3 au sekunde 4 kabla ya kufanya maamuzi ambayo watu wote yatawaathiri. Sasa sio kazi rahisi ambayo mtu anaweza kufikiria ni kazi nyepesi. Tutoke kwenye eneo la ligi kuu. Tuangalie kidogo ushiriki wa vilabu vyetu kwa msimu huu kwenye mashindano ya kimataifa. Tukiona Simba, Yanga wakicheza mashindano ya klabu bingwa Afrika, lakini pia KMC na Azam wakicheza Confederation Cup. Simba ameondolewa mapema sana. Yanga anamtoa Township Rollers. KMC anaondolewa na AS Kigali, lakini tunamuona Azam akiwaondoa Ethiopia wale, na hivi majuzi wametoka kucheza na Triangle. Picha halisi ya vilabu vyetu, ushiriki wao kwenye michuano ya kimataifa unaionaje? Ni kweli kwamba katika michuano ya vilabu, katika michuano ya kimataifa of course tulipata nafasi 4, ingawa zilikuja nafasi katika nafasi ambayo katika muda ambao timu zilikuwa zinajiandaa. Timu kama Yanga hata KMC ilikuja by surprise, haikuwa imejiandaa kushiriki nafasi hiyo, ingawa malengo kwa mfano ya KMC au hata malengo ya Yanga ni kushiriki michuano ya kimataifa, lakini kutokujiandaa ndio kunaweza kukawa na athari katika matokeo ambayo timu zilikuwa zikipata, kwa sababu kwenye maandalizi siku zote unapokuwa unamaliza msimu huwa usajili huwa unatafsiri maandalizi yako kwa msimu unaofuata. Kwa hiyo hata maandalizi ya michuano ya kimataifa huwa anatakiwa reflect kwenye namna ambavyo unasajili. Kwa sababu kwa mfano Simba ambao msimu uliopita walifika robo finali, usajili wao pia ulikuwa umezingatia kina Shibobu au kina Kahata, ulikuwa umezingatia mahitaji ya michuano ya kimataifa na sio mahitaji ya ligi ya ndani, kwa sababu ukiweza kushindana na timu kama Zamalek au timu kama Al Ahly, timu za Misri, TP Mazembe, maana yake ni kwamba ushindani nao unaweza. Kwa hiyo usajili wao walijikita kuhakikisha kwamba wanakwenda kusajili wachezaji kwa ajili ya michuano ya kimataifa. Sasa ukiangalia kwa vilabu vyetu hivi ambavyo sasa hivi vinashiriki, karibu almost vyote vilikuwa vinajenga timu. Ukianzia kwa Simba, Simba kuna baadhi ya key players ambao walikuwepo na msimu uliopita walikuwa na athari chanya kwenye matokeo. Mtu kama Manuel Oki huwezi kuacha kumtaja, alikuwa na mchango mkubwa sana. Hata kina Kotei ambao kutokuwepo kwao kunaonekana baada ya timu kushindwa kuperform, sababu sometimes pia unaweza usijue umuhimu wa mchezaji mpaka pale ambapo anakuwa hayupo. Na kwa mfano katika mechi hizi ambazo Simba wamecheza wameonekana kabisa kwamba kuna mechi ambazo pengine kama angekuwepo Emmanuel Okwi, kwa sababu Okwi several times ameshawahi kuamua matokeo. Kwa hiyo katika baadhi ya mechi ambazo hata hizi mechi ambazo Simba wameenda kutolewa ni kuonekana kwamba bado kutokupata mbadala, kwa sababu ilichokuwa inatakiwa ni kuwa na muendelezo. Kwa hiyo timu zetu zinakosa muendelezo. Simba of course walikuwa wanatengeneza muendelezo, lakini bado hakukuwa na proper replacement ya baadhi ya wachezaji kwa upande wa Simba. Kwa upande wa Yanga of course ilikuwa ni kutengeneza timu mpya. Msimu uliopita hakukuwa na timu kabisa. Kwa hiyo kocha hata akazungumza kwamba ile nafasi ambayo walipata msimu uliopita walipata by accident. Kwa hiyo kwa msimu huu walikuwa wanajenga timu. Hali kadhalika Azam, mabadiliko ya benchi la ufundi kwenda mwalimu Chenda Iragije, maana yake ni kwamba anajenga kikosi kipya.
Ukizungumzia KMC hali kadhalika ambako ametoka Itenda ila Gige kwenda Mayanja pale, maana yake ni kwamba anajenga kikosi kipya. Kwa hiyo ukiangalia ushiriki wa timu zetu zote 4 ni kwamba zimeanza kushiriki wakati zilikuwa zinajenga timu. Ingawa Simba kidogo ilionekana kuwa na muendelezo, lakini hizi timu nyingine bado zinaanza kujenga timu. Na mbaya zaidi ni kwamba msimu huu katika michuano ya kimataifa umeona siku zote huwa ligi inaanza kwanza. Kwa hiyo wachezaji wanakuwa kwenye peak mechi ya 5, mechi ya 6 ndio wanaenda mechi za kimataifa, lakini msimu huu ligi haijaanza, wameanza michuano ya kimataifa. Kwa hiyo pia ni moja kati ya sababu ya vilabu kutofanya vizuri. KMC wameondolewa, Simba wameondolewa, Yanga bado wapo kwenye wakati mgumu, hali kadhalika Azam wamepoteza mechi hapo ya juzi na Triangle, wanakwenda kuamini wamecheza mechi na Triangle, bado na mzigo mzito wa kwenda kuligiana kule. Kwa hiyo moja kati ya vitu ambavyo vinaashiria kwamba kuna vitu havijafanyika vya msingi ambavyo vilitakiwa vifanyike kabla ya wakati wa maandalizi. Zesco hapa anatoa sare. Aliyesababisha goli la kusawazisha ni Thaban Sikala Kamusoko, mmoja kati ya viungo ambao wamepita Yanga na wamecheza hapa msimu uliopita tu. Amejiunga na Zesco, anakwenda kufanya jambo la namna hiyo. Mechi inaisha kwa sare ya goli 1-1 kwa advantage ya goli ugenini, maana yake Yanga wako nyuma kwa goli 1. Of course ndio. Unaona nini kwenye mechi ya? Kwenye mechi ni mechi ngumu. Ni mechi ngumu kwa sababu kwanza Zesco wameonekana kuwa na uwezo mkubwa. Ukiachilia mbali Thaban Sikala Kamusoko kufunga ile goli na kuonekana yupo kwenye peak performance, lakini timu nzima ya Zesco imeonekana kuwa na uwezo, na mpira wa Zambia ni mpira ambao mpira possession game, mpira wa kumiliki mpira. Umeona jinsi ambavyo walikuwa wanacheza, walikuwa comfortable na aina ya mpira hiyo ndio pia tunatarajia kwenda kuiona kule katika mechi ambayo tutakwenda kucheza kule Ndola. Kwa hiyo ni mechi ambayo kwa kweli Yanga na mtihani mgumu kwa sababu it's a must win game, kwamba ni lazima wafunge goli kwa sababu there is no way kama wanaweza wakavuka bila kufunga, kwa sababu hapa sare ya 1-1 maana yake ni kwamba ikienda kule kupata sare ya 0-0 maana yake ni kwamba aliyefunga away ndio ananufaika. Kwa hiyo approach yote tutakayoingia nayo katika mechi ya marejeano ni lazima waingie na approach ya kwenda kufunga. Sasa hapo ndipo mwalimu anapowajibika kufunguka ili kuhakikisha kwamba wanapata magoli. Sasa mtihani leo nao ni namna ya kufunguka huku akiwa na usalama huku ni safi ya ulinzi, kwa sababu moja kati ya changamoto ambayo Yanga wameonekana kuwa nayo ni changamoto ya safi ya ushambuliaji. Kwenye safi ya ulinzi hakuna makosa sana kwa sababu principles za ulinzi sio ngumu sana, sio complicated sana kama kwenye ushambuliaji. Kwa hiyo hapo ndipo maeneo ambayo ile wanaita tactical discipline, nidhamu ya kufuata maelekezo ndio huwa inaamua matokeo. Kwa hiyo hapo ndipo kocha atakapothibitisha umuhimu wa kocha na sio umuhimu wa mchezaji, kwa sababu mchezaji mmoja mmoja katika mechi kama hizo huwa ni mara nyingi sana kuamua matokeo. Ni namna ambavyo timu imeipangwa na kuingia kutokana na approach ambayo mwalimu atakayokaielekeza, ndicho kitu ambacho kitakachoamua matokeo katika mechi hizo, mechi ambazo ni za mtoano. Kwa mtazamo wako Ali, Molinga, Sadne pamoja na kina Isa Bigiliman pamoja na Melvin Kalengo wanatosha kuwa sehemu ya kikosi cha Yanga kwenye mashindano ya kimataifa? Kwa jinsi ambavyo walivyoanza, mtu kama Molinga bado anaonekana kuna vitu vya msingi bado anavikosa, ingawa ndio mshambuliaji ambaye of course anaweza kuwa anasimama kama central striker, lakini bado kuna vitu vya msingi ambavyo anavikosa, na miongoni mwa vitu vya msingi ni zile movement za striker. Mara nyingi huwa zina ndio kuna wakati anatoka nje, lakini huwa anatoka nje kuingia ndani. Unamwona mtu kama Messi, unamwona mtu kama wote washambuliaji wote, hata kama kina Sadio Mane, utaona movement zao huwa wanatoka nje kuingia ndani, kwa sababu ndani ndio kuna nafasi ya kufunga. Sasa ukiwa unatoka ndani kwenda nje, maana yake wewe hauna instincts za ushambuliaji. Kwa hiyo tumeona several times Molinga, hata Sadne kwa tagi, several times tumeona mikibio yao imekuwa ni migumu, kitu ambacho kinawasababisha midfielders waanze kupiga back pass, kwa sababu striker ndio huwa anatoa direction ya midfielder apige pass sehemu gani. Sasa kama striker hana movement ambazo zinamuelekeza midfielder, maana yake ni kwamba kuna kazi anatakiwa ifanyike ya ziada. Hapo ndipo mwalimu anatakiwa afikirie namna ya kutengeneza ile chemistry pale mbele itakayoweza kutengeneza nafasi, kwa sababu changamoto kubwa kwa kocha yote duniani huwa ni pale safa ushambuliaji inaposhindwa kutengeneza nafasi. Mara nyingi timu kama ikitengeneza nafasi lakini ikishindwa kuzitumia, huwa sio changamoto kwa kocha, lakini kama timu inashindwa kutengeneza nafasi, kama ambavyo katika mechi tulizoona Yanga wanacheza hawajafanikiwa kutengeneza nafasi, hiyo ndio changamoto ambayo mwalimu anatakiwa kushughulikia. Kwa hiyo wachezaji wote hao kina labda unaweza kutumia sometimes viungo, kwa sababu kuna approach nyingine ambayo hata Simba walikuwa wanatumia ile ya 4-3-3, unakuwa na viungo ambao wana uwezo wa kupiga zile second ball, mipira ya pili, kwamba watatu hao wakiwa wanashambulia, mmoja kutoka kushoto, mwingine kutoka kulia, mwingine katikati, lakini na pia hawa viungo watatu nao wote wanakuwa wana attack pamoja. Ni miongoni mwa approach ambayo huwa anasaidia
pale inapokuwa hamna central striker kama pengine alipokuwa Mistambo au alipokuwa mshambuliaji mwingine yote ambaye ni finisher, basi mnatumia midfielders hawa kwa ajili ya kwenda kusupport mashambulizi. Kama mshambuliaji yafungi, basi hata midfielder atafunga. Kwa hiyo kwa hao kwa Yanga ambao umewataja, is obvious wote wamekuwa na mikimbio ambayo bado inawachanganya viungo namna ya kupiga pasi. Unadhani kwamba hiyo mikimbio ya kukimbia goli na kutoka nje badala ya kutoka nje kuingia ndani kutafuta goli ni jambo ambalo mwalimu anaweza kulifundisha au mwalimu anafundisha? Kuna movement ziko sessions za movement ambazo huwa zinafanywa, lakini huwa inafanywa kipindi cha pre-season. Bahati mbaya pre-season mwalimu hakuepo wa Yanga, kwa sababu katika kutengeneza timu huwa kuna session ambazo mkocha huwa anaanza nazo. Anaanza na session ya ulinzi, wakati goalkeeper anakuwa na kocha magolikipa, kuna session ya midfield, lakini pia session ambayo inachukua muda mwingi huwa ni session ya ushambuliaji, ambayo huwa wanafundishwa runnings, wanafundishwa tapping, wanafundishwa shooting, wanafundishwa finishing. Ni sessions za kutosha. Mnaweza mkawa na wiki 2 ambazo mnakwenda kila siku 2 hours mnafundishwa movement tu. Movement without ball na movement with ball ni vitu ambavyo kocha anaweza kufundisha, lakini vinahitaji muda. Changamoto iliyopo ni kwamba muda haupo, kwamba wanacheza mechi na wakitoka huko wanakuja kuendelea na mechi za ligi kuu. Hiyo ndio changamoto ambayo kocha mwalimu Mwinyi Zahera alionayo kwa sasa. Timu yetu ya taifa, Juma Kaseja ambaye baadhi ya watu walimuona kama umri umekwenda hivi, na ameonyesha tofauti sana tangu mechi ya Kenya, lakini pia kwenye mechi hii na Burundi. Unaiona timu yetu ya taifa chini ya benchi la ufundi la Dailagije na wazawa hawa Juma Mgunda na Suleiman Matola, tunaipata ladha ile ya timu ambayo tulikuwa tunaitarajia? Ni kweli, na hata kwenye timu ya taifa pia ni kama kule tu kwenye vilabu, kwamba bado sisi hatujafanikiwa kuwa na mwongozo. Katika nchi zilizoendelea kuna sera, kwa hiyo kocha yote anayekuja anakuta sera ndio inamuelekeza, utafanya hichi, utafanya hichi, utafanya hichi. Na mfano ni Uganda, wakati Jovic Milutin Micho anaondoka, aliacha sera ambayo inatoa mwongozo wa namna ya kuwatumia wachezaji. Kuna wachezaji ambao walikuwa wako wakubwa kabisa, na kuna wachezaji wengine walikuwa under 20, kuna wachezaji mpaka under 14. Kitu ambacho kilimfanya kocha yote anayekuja, ina maana kwenye group hilo wachezaji ana pick wachezaji kulingana na kile ambacho wenzake walitangulia. Sasa bahati mbaya sana sisi hapa kwetu bado hatujakuwa na mwongozo, sio tu kwenye vilabu, hata kwenye timu ya taifa. Kwa hiyo kocha yote anayekuja kwenye timu ya taifa anachagua wachezaji na anacheza mpira wa aina yake yeye. Kwa hiyo hicho pia ni miongoni mwa vitu ambavyo vinapelekea, kama tunakwenda mbele hatua 3, alipotoka Maximo wakati ule anakuja mwingine, tunaanza tena hatua ya kwanza, kitu ambacho kinakosekana muendelezo. Kwa hiyo kwa sasa hivi katika michuano ambayo we are comfortable, ambayo hata sisi tunatakiwa tufikirie kutoa kikombe, michuano ya CHAN, lakini michuano mingine kwa mfano kama AFCON, of course ya World Cup, kufanikiwa kuingia kwenye hatua ya makundi itakuwa ni mafanikio makubwa, kwa sababu kwenye hatua ya makundi kutoka pale kwenye hatua ya makundi yale makundi 10 wanapatikana zile timu za kwanza katika kila kundi. Zile timu za kwanza watapambana tena katika kupata timu 5 ambazo ndio zitakwenda kwenye World Cup. Kwa hiyo mchakato huo sio mchakato mwepesi, lakini kwenye michuano ya CHAN ambayo tunashiriki kwa zone ambayo tunacheza hivi karibuni na Sudan, ni michuano ambayo tunaimudu, kwa sababu hii inahusisha wachezaji wa ndani, na wachezaji wa ndani wanapima ubora wao kutokana na ubora wa ligi. Hapana shaka ligi yetu ya Vodacom Tanzania Bara ni miongoni mwa ligi ambayo imeshathibitika kuwa na ushindani wa kutosha. Ndio sababu inavutia wachezaji kutoka Nigeria, kutoka Ivory Coast, wameshakuja kina Kipe Cheche hapa, sasa hivi wanakuja wachezaji wengi kutoka nchi za Afrika Magharibi. Kwa hiyo yenyewe ni kiashiria kwamba ligi yetu inaweza kuwa na ushindani wa kutosha, na ndio sababu hata kwenye michuano ya AFCON ilikuwa ni ligi ya 3 iliyokuwa na wachezaji wengi. Ligi ya kwanza ilikuwa ni ligi ya South Africa, ligi ya pili ilikuwa ni ligi ya Egypt, ligi ya 3 ilikuwa ni ligi ya Tanzania Bara. Kwa hiyo yenyewe ni miongoni mwa viashiria ambavyo vinaashiria kwamba ligi yetu ina ushindani wa kutosha kiasi cha kuweza kuwatengeneza wachezaji wakaweza kupambana katika mechi za kimataifa. Kwa hiyo katika michuano hii ya CHAN hapana shaka tunashiriki kwa ajili ya kwenda kwenye finali, lakini tukienda kwenye finali lengo letu ni kutoa kikombe cha CHAN. Mtazamaji wa BMTV Tanzania, hayo yote unayasikia ni madini kweli kutoka kwa mchezaji wa zamani wa timu ya taifa, lakini wa vilabu mbalimbali, lakini pia amepita kwenye kilabu, mimi napenda kuita vilabu pendwa hivi ya Simba na Yanga, lakini amepita kwenye kilabu cha Dar es Salaam. Sasa tuseme Dar es Salaam. Sio Dar es Salaam, hapana, ni Yanga Africa Sports. Dar es Salaam sasa pia ni mwanachama wa klabu. Ni mwanachama na nimekuwa kiongozi several times. Nimekuwa kwenye kamati miaka. Ni mwanachama na amekuwa kwenye kamati ya ujumbe. Huwa nipo kwenye youth committee, huwa nipo kwenye development committee.
Kwa hiyo ni mtu nguli kweli kweli. Ali Mayai Tembele. Na kukumbusha kule nyuma kwamba niliwahi kumuuliza swali kwamba hilo Tembele, akaniambia Tembele ni jina halisi kabisa kati ya majina matatu, ni jina la mzee kabisa. Na kukumbusha sawa kusubscribe, kucomment na kulike channel yetu ya BMTV Tanzania, lakini pia usisahau kubonyeza kitufe cha alama ya kengele unachokiona hapo chini ili kupata notification za exclusive kama hii tunayoifanya leo hii hapa na Ali Mayai. Ali, timu yetu ya vijana imeondoka, lakini katika wito wa wachezaji ambao wameitwa, tunaona mwalimu hajawaita wachezaji baadhi, akiwemo Ali Nganzi ambaye anacheza kule nchini Marekani pasi na shaka. Kukosekana kwa vijana kama hawa ambao wanacheza mbali kwa namna hiyo, hatukosi jambo fulani ambalo ni kweli. Ameitwa Kevin John, ameitwa. Kuna vitu ambavyo ukiangalia changamoto ni ile ile kwamba tunakosa muongozo, kwa sababu katika hali ya kawaida wakati mara ya kwanza kabisa anakuja Paulsen, ilikuwa kocha mkuu wa timu ya taifa ndio atakayekuwa anazikochi pia timu zote, yani ndio kocha mkuu wa timu zote, wa timu ya under 23, wa timu ya under 20, wa timu ya under 17, kwa sababu ndio nurturing, ndio kuwatengeneza wale wachezaji watoke under 17, watoke of course under 15, wacheze under 17, wacheze under 20, wacheze Olympic under 23, then wanakuwa, lakini bado muunganiko huu haupo. Kwa hiyo hata kila kocha wa under 17 yuko separate, kocha wa under 20 yuko separate, kocha wa 23 kamati ile kwa ajili ya Olympic. Hiyo yenyewe ni moja kati ya changamoto ambazo zinapelekea kila kocha kwenda na mtazamo wake. Kwa hiyo kikosi ambacho amekiita mwalimu Zuberi Katwila kwa ajili ya michuano ya Sekafa, of course ndio amewaacha baadhi ya wachezaji, ni miongoni mwa wachezaji ambao wameweza kuwasaidia mataifa mengi ni wale wachezaji ambao wanacheza katika ligi za nje. Na sisi hapa bahati mbaya hatujafanya scouting. Kuna wakati miaka 4 iliyopita, kuna wakati shirikisho lilishazungumza kwamba litafanya scouting ili kuangalia, kwa sababu tumesikia kuna Tanzania wengi wanacheza ligi mbalimbali, sio ligi kubwa, lakini ligi za Sweden, Norway, na hata nchi nyingine za Asia, Uturuki, ukienda kwa mfano kama Thailand, Malaysia, Indonesia, ni ligi ambazo sasa hivi zinakuwa kubwa sana na unaweza kukuta kuna Tanzania. Sasa exposure and experience ina mchango mkubwa sana kwenye football. Kwa hiyo bahati mbaya sana bado sisi hatujafanikiwa kuwatumia hao wachezaji ambao wanacheza katika ligi mbalimbali za nje, na nafikiri kwa sababu bado hatujaona, ndio sababu hata unamuona Adi ambaye huwa anaitwa kwenye kikosi cha timu, lakini bado hatujafanikiwa kumwamini tu, kwa sababu kocha mara nyingi, wako makocha wengine mpaka wamuone mchezaji na perform ndio wanamweka, lakini pia sometimes huwa makocha wanashindwa, hawataki kulaumiwa, kwa sababu makocha nao pia huwa wanakuwa na pressure ya matokeo, yani viongozi ile result oriented game. Kwa hiyo anachukua wachezaji ambao yeye anawajua na ameshawa train ili akiwa na uhakika 100% kwenda hawa watampa matokeo, lakini kuchukua wale ambao hajawaona bali ameambiwa tu au ameona tu katika baadhi ya video clips inakuwa vigumu sana. Kwa hiyo kwa hawa wachezaji ambao wanacheza nje, kwa kweli ni miongoni mwa vitu kama Ali Nganzi, ni miongoni mwa vijana ambao walishaonesha kuwa wana uwezo, lakini kwa kutokuchukuliwa ni kitu ambacho kwa kweli kocha alitakiwa angalie mara mbili. Yani mchango wake unaweza kuwa ni mkubwa, hata kumpa thamani kule ambako wanakocheza, kwa sababu siku zote wachezaji ambao wanacheza nje wanapoenda kwenye timu ya taifa, thamani yake huwa inaongezeka kwenye kile klabu, na hata vilabu kama akiperform vizuri, hiyo klabu inaweza kuvutika kupitia mchezaji huyo, ikavutika kumtafuta mchezaji mwingine, kama ambavyo tumeona Msuva pale aliposaidia Difal Jadidi, aliposaidia kumpeleka Nixon Kibabage. Hawakupata tabu, Kibabage alikwenda kule akiwa sio kwa majaribio, alifika pale kwa ajili ya kwenda kusaini, kwa sababu Msuva amesha prove kwamba ni miongoni mwa Tanzania ambao wanaweza kucheza. Huyo ni Ali Mayai Tembele. Ali, kwa nini usichukue hicho ambacho ulikuwa nacho unakifanya kwenye klabu ya Yanga kama mjumbe na hasa kwenye eneo la vijana? Kwa nini usikichukue hiki sasa ukakiingiza hapa kwenye timu ya taifa moja kwa moja? Tunafanya kwa sababu pia ni kocha, mimi ni kocha pia, si license ya CAF. Kwa hiyo huwa tunafanya katika majukumu ambayo ya kushauri, na kushauri sio kwa kuzungumza tu, hata ushauri kwa maandishi huwa tunafanya. Pale ambapo tunapoona kuna kitu kinaweza kufanyika, basi huwa tunatekeleza wajibu wetu. Wajibu wetu huwa ni kushauri. Sasa kwenye ushauri huwa ushauri unakuwa mwingi. Kwa hiyo decision makers
huwa wana muda wa kuamua, aidha wanaweza kutekeleza vile au wafanye vile. Kwa hiyo huwezi kumlazimisha mtu kufanya kile ambacho, lakini wajibu wako unatakiwa kutekeleza ni kutoa ushauri kwa kile ambacho umekiona unatakiwa kutoa ushauri. Neno lako kwa wana michezo kuelekea timu zetu za taifa za kwenda kucheza, lakini pia kwa upande wa timu zetu za ngazi ya vilabu za kwenda kucheza kimashindano kwa ngazi za vilabu pia kwenye ligi kuu. Of course kwa ngazi za vilabu ambazo zinashiriki mashindano ya kimataifa ni kwa wachezaji moja kwa moja, kwamba watumie hii fursa ambayo tumepata ya vilabu vinne waipe nafasi, kwa sababu wenzetu ambao walipata nafasi ya kuwa na vilabu vinne katika michuano ya Afrika wamefanikiwa kuzimaintain. Tukipoteza hii nafasi sisi kuja kuipata tena haiwezi kuwa kazi rahisi. Sasa kuimaintain ni kuhakikisha kwamba vilabu sio lazima kutoa ubingwa, basi angalau hata kufika 16 bora au kufika robo finali, kama ambavyo umeona timu za Misri au timu za Algeria, timu za Morocco, timu za Tunisia zimekuwa zikimaintain nafasi hizo. Kwa hiyo hata sisi wachezaji wanatakiwa pia kujua hiyo, kwamba hii nafasi ambayo tunaipata tunatakiwa tuitumie ili tusipoteze, kwa sababu kuipata tena nafasi ya kuwa na vilabu vinne haiwezi kuwa kazi rahisi. Huo ndio ushauri wangu kwa vilabu. Lakini kwenye ligi ni kwamba ligi bado naamini ina ushindani, na ushindani huu uliopo katika msimu huu tunaamini kwamba nafasi ya ubingwa ita. Kwa hiyo tunaamini ushindani mkubwa utakuwa juu, lakini pia timu za katikati kina Mtibwa Sugar ambao sote wamezoea kuwa hapo, tunaamini zitakuwa hapo. Lakini kwenye uteremka daraja msimu huu, kwa sababu malengo ya ligi msimu wa 2021 ni kubakia timu 16. Kwa hiyo hiyo yenyewe wanatakiwa ichukue kama changamoto, kwa sababu ukiona kama wataka kuteremka wanatakiwa ichukue kama changamoto ili kuweza kupambana, kila mtu aweze kuteremka daraja na sio kusubiri hadi mwishoni ndio muanze kupambana kwa kuteremka daraja. Ushindani wa mzunguko wa pili msimu huu tunataka tuuone ukiwa mzunguko wa kwanza. Nimekuwa na Ali Tembele Mayai kwa dakika zote hizo, mtazamaji wa BMTV Tanzania, na tumegusa maeneo mbalimbali tukianzia kwenye eneo la ligi kuu, lakini tumeangalia pia ushiriki wa vilabu vyetu kwa mashindano ya kimataifa, lakini pia tumegusa eneo la timu ya taifa ama timu zetu za taifa ambazo zinaelekea kwenye mashindano tofauti. Kumbuka siku chache tu zijazo hapa timu yetu itakuwa kwenye mashindano ama kwenye mchezo wa kugombania nafasi ya kwenda kushiriki mashindano ya CHAN, na tutacheza na Sudani. Mchezo huo utapigwa saa 1 usiku. Pasi na shaka wa Tanzania tutajitokeza kwa wingi kweli, shime kuwaunga mkono na tajiriba kubwa kweli kwa ajili ya kufanya vijana wetu wapate nguvu na kupata matokeo. Ali, nikushukuru sana kwa wakati sana bana. Nashukuru sana bana. Mimi ni brother Geoffrey Fabian Mwamnyanyi, mpaka wakati mwingine, karibu. Ni shule gani unataka kumpeleka mwanao baada ya kuhitimu elimu ya msingi, ama shule ya kumhamishia? Bas, Kaka Ben Best Choice Center Group tuna fomu za shule mbalimbali za sekondari, ujiwe bweni au kutwa, jinsia moja au mchanganyiko. Fomu za kujiunga tumekusogezea, ama piga simu namba 0752 46 25 45 na ifanye kuwa yako. Nyote mnakaribishwa.